Taarifa kubwa kutokea kule China ni kwamba imetangaza kwa mara ya kwanza malengo ya kupunguza gesi zinazochochea ongezeko la joto duniani kote, ikiwa ni hatua muhimu kutoka taifa linaloongoza kwa uchafuzi wa mazingira duniani. Tangazo hili lilitolewa kwa njia ya video na rais wa China Xi Jinping katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia ya nchi, ambapo takribani mataifa 120 yanawasilisha mipango ya kupunguza ongezeko la joto duniani ambalo linasababisha majanga kama mafuriko na moto mkubwa wa nyika. Kwa mujibu wa mpango mpya, China itapunguza uzalishaji wa gesi chafu kwa 7 hadi 10 ifikapo mwaka 2035. Wachambuzi wamesema ingawa kiwango hicho kinaweza kuonekana kwa kidogo, China ina historia ya kuweka malengo ya chini lakini kuyatimiza kwa kiwango kikubwa sana, hasa kutokana na maendeleo makubwa katika teknolojia rafiki kwa mazingira ambayo hivi sasa China imeyafikia. China sasa hivi mmoja ya mpango mkubwa ambao wanauweka ni kujaribu kuiondoa ile lawama kubwa ambayo imekuwa ikiendelea kuipokea ulimwenguni ya kwamba wao ndo wachafuzi wakubwa wa hali ya hewa na kusababisha mabadiliko ya tabia ya nchi duniani kote. Kwa hiyo wanachokifanya wao, wanataka kuiprove dunia kwamba hapana, tuna uwezo wa kuzuia hiki, na tuangalie mataifa mengine ambayo pia yamejikita kwenye viwanda na uzalishaji wa gesi hizi chafu, sio sisi peke yake wa China kama vile ambavyo watu wengi wameendelea kututafsiria. Nadhani Xi Jinping anabaki kuwa rais ambaye anaenda kuandika historia kubwa kwenye kila eneo. Tulikuja kuona katika mapinduzi ya jeshi gwaride ambayo lilikuwa limefanyika siku ya juzi, wiki 3, lilivyokamata ulimwengu kwa kiwango kikubwa, na watu wakisadiki kabisa kutamka ya kwamba jeshi la China ndio jeshi bora duniani kwa sababu imejaribu kuonesha teknolojia kubwa, kiwango ambacho kila mmoja hakuhisi kama kingekuwa vile. Lakini sambamba na hapo, namna ambavyo teknolojia imechukua nafasi kubwa kule China, jambo ambalo limevutia watu wengi na watu wakaweza kutafsiri ya kwamba huenda China sasa hivi ndo taifa ambalo linatakiwa kusimama mbele na kuwa na ushawishi mkubwa duniani kuliko taifa lolote lile.